Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye Mwenyezi Mungu amempa utukufu na akamtuma kwa ajili ya walimwengu wote. Waislamu, tunarudi bado kwenu kwa sababu bado hatujapata target ambayo tulikuwa tunakusudia, lakini alhamdulillah jana watu mashallah wameweza kuchangamka. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama, kwa sababu tumeweza kupata idadi ya mbuzi 18 zote ambao tuko nazo. Tuko na mbuzi 18 mashallah. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Na ndugu yetu kutoka Oman naye ametufanyia nusra sana, Rashidi na wengine baadhi yao wamefanya nusra kwa ajili ya Allah. Hizi mbuzi tunachukua kwa sababu ya udhuhiya, kwa ajili ya kuchinja, na ni wajibu kwa Muislamu yoyote. Allah amempa uwezo, ni wajibu kwake kuchinja. Na huyu Muislamu ambaye Allah amempa uwezo anatoa kwa ajili ya kuwalisha wale maskini wa Kiislamu ambao hawana uwezo wa kusherekea katika hii Idi. So ukitoa inawasaidia hawa watu ambao wameingia katika Uislamu, ambao hali yao wengine iko chini, na pia tuna mayatima na tuna wajane. Hawa watu wote ni watu wa kuangaliwa katika siku ya Idi, ni siku ya kufurahia. Usifanye ubakhili. Allah amekupa mali mwaka mzima, unaambiwa toa kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya Allah. Allah hahitaji hizo nyama, wala Allah hahitaji damu inayomwagika kutoka kwa wale wanyama wanapochinjwa. Allah anataka kuona utiifu wako, kwa sababu yeye ndio ametuambia tuchinje katika udhuhiya na tuweze kuurisha wale ambao hawajiwezi katika hii udhuhiya. So tuweze kufanya nusra. Allah amekupa hiyo uwezo ya kutoa mbuzi moja, usifanye ubakhiri. Mbuzi moja ni shilingi 10,000, usifanye ubakhiri, toa kwa ajili ya Allah. So tumepata hizi mbuzi 18 na tumepata ng'ombe moja, tumebakisha ng'ombe 9 na tumebakisha mbuzi 42. Kwa yale mahesabu tuliyokuwa nayo ya mbuzi 60, tumepata mbuzi 18, maana yake bado mbuzi 42. Najua kuna Waislamu mashallah Mwenyezi Mungu amewapa, wanaweza kufanya nusra, na wakasema hata wanatoa mbuzi 10, ndio wasaidie wale wanyonge pia waweze kupata udhuhiya kwa wepesi, waweze kula nyama katika wakati wa Idi. So na ng'ombe, tulisema ng'ombe mzuri inaanzia shilingi 70,000 pesa ya Kenya kwenda juu. Hiyo ndio ng'ombe mzuri zaidi ambao utapata iko na nyama na iko na uwezo wa ambazo watu wanaweza kula. Na mbuzi nao tukasema mbuzi ambayo ni mzuri inahitaji kuanzia 10,000 kwenda juu, kwa sababu mbuzi ambayo yuko na nyama na hali namna ilivyo katika hii nchi yetu ni kuanzia shilingi 10,000. So Waislamu tuweze kufanya hala kwa ajili ya Allah. Tumebakisha almost siku 5, isije ikafika Idi na bado tupata idadi ya kuweza kuchinja namna tulivyokuwa tumepangilia. So tunawaomba kwa moyo mkunjufu sana muweze kujitolea kwa ajili ya Allah na tuweze kukamilisha hii zoezi kwa pamoja. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye baraka. Mwenyezi Mungu awape shifa kwa wagonjwa ambao katika umma wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi wale Waislamu ambao wana matatizo wanayopitia, na sisi pia Mwenyezi Mungu atukumbuke, atufanyie wepesi. Na pili, Waislamu tunaomba zaka. Kuna watu wanafunga mwaka katika huu mwezi wa Dhulhijja. Zaka tunaomba kwa ajili ya Allah, mtupatie zaka tuweze kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa wepesi. Hii zaka ukitupa sio kwamba tunaipeleka direct katika dawa, hapana. Zaka ukitupatia, zaka ni ya kumkuza mtu. Tunachukua Ali Suleimani, Sheikh wangu Hassan Karioki na mimi na cameraman. Yani hii inatusaidia kama maduati waweze kujikimu. Kwa nini tunahitaji zaka? Wallahi Waislamu, kuna aibu zingine zinatokeanga. Unapata dai ametoka katika kuhubiri, anamtangaza Allah, akifika kwa nyumba anapata landlord azafunga mlango na anakuambia hapa unatoka kwa sababu hujalipa. Yani na ulikuwa umetoka kumnusuru Mwenyezi Mungu. So kuna mitihani zinatokea. Wallahi tunapitia mitihani nyingi. Ingine ni mitihani kweli iko. So inakuwa ni mitihani ya hapa na pale, lakini ikipatikana hii kama ni zaka, inasaidia mtu anaweza kujipanga na kuweza kufanya hasa kazi kwa wepesi akiwa hana zile
changamoto kubwa. Changamoto haikosi, lazima itapatikana, lakini zile kubwa atakuwa kidogo amepunguza, kwa sababu maisha ya mwanadamu hayakosi kutokea changamoto. Inatokea maradhi, inatokea haya, yako changamoto mingi sana, lakini kuna zile changamoto mene ambao utakuwa umepunguza. So Waislamu katika zaka tunaomba pia muweze kutukumbuka wale ambao wanafunga mwaka wao katika mwaka huu wa Dhulhijja. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya, akatuamsha, akatuleta sehemu kama hapa, kwani kuna wengine wamelazwa mahospitalini hawezi kuamka kwa kitanda, lakini mimi na yeye tumepewa afya na Allah subhanahu wa ta'ala, tunatembea na tunapumua pumzi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuhesabiwa. Ndugu Waislamu, vile alivyoteleza ndugu yetu Salim, tulisimama mbele yenu, hii nafikiri ni mara ya 3 tumesimama mbele yenu, na imepatikana idadi aliyotuambia ni mbuzi 42. Imepatikana mbuzi 18 na imebaki mbuzi 42. Na tulipata ng'ombe moja tangu jana, ng'ombe haikuongezeka, imebaki ng'ombe 9. Kwa hivyo Waislamu tumebakisha siku 5. Katika hizo siku 5 ni bora zaidi tujikokote tukamilishe hiyo zoezi. Waislamu, hii ni jukumu ya kila Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali, na ni wajibu wa kila Muislamu ambaye anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kufanya kazi kama hii, kulisha, kufurahisha mayatima, kufurahisha wajane, kufurahisha muallafatul qulub na kufurahisha maskini ya Kiislamu. Ni wajibu wa kila Muislamu, hata kama huna, lakini ukipata hii clip, eleza mandugu zetu wengine ambao wako na mali. Ndugu yako ambaye ako na mali anaweza toa hata zaka, anaweza toa hiyo sadaka, atoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu tumesimama mbele yenu, tunataka hiyo sadaka tukamilishe kabla ya hiyo siku 5 kuisha, kwa sababu Idi ni siku 3. Within hizo siku 3 tunafaa tuwe tumekamilisha, watu wamepata, kila moja amepata kipande chake cha nyama, na kama kuna kitu kingine kumfurahisha pia, hata kama ni chakula amepata, kama ni nguo amepata. Kwa hivyo Waislamu, jana nimewahimiza, kuna hao mayatima ndugu zanguni, na wamekaa kwa boma ya mayatima, na kila wakati mnaonanga kwa mtandao, hawa mayatima sisi ndio wazazi wao, sisi ndio mandugu zao, hawana wazazi wengine wala hawana mandugu wengine. Hawa mayatima, mtu mmoja tu ajitolee au watu wawili wajitolee, waseme leo tunataka kuwafurahisha mayatima wa Idi na nguo mpya. Watu wawili ama watatu wanaweza jitolea tu, waseme tunawafalisha hawa mayatima nguo mpya, tunawaongoja kutoka kwenu Waislamu. Tunataka hawa vidume vya Allah 3, 4, 5 washikane, waseme tunafurahisha hawa watoto mayatima, wavae nguo kama vile watoto wetu wanavaa nguo mpya. Na hii zoezi lingine pia tusisahau Waislamu, hii ni jukumu letu, yote ni jukumu letu. Kuleta wanyama, kununua nguo, kutoa zaka, yote ni jukumu la Waislamu wenye walipata mali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi ambaye hatuna mali tunasimama mbele tunawatangazia. Kwa hivyo Waislamu tusijisahau na hii dunia. Kesho tunaondoka, hii mali tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tutaulizwa ulipata na mali kwa njia gani na ulitumia kwa njia gani. Kama hujatumia kwa njia khairi, yale mali inakuchoma. Kwa hivyo ndugu zanguni, yale mali tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala tutoe kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Allah subhanahu wa ta'ala azidishe fi dunya wal akhirah, wale wametoa mali yao na wale wako nia ya kutoa mali yao, Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie imani ya kutoa, imani ya kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumkaribia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu watukufu wa Kiislam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, kuweza kuwashukuru na kuwapongeza kufikia mpaka hapa tulipofikia, ya kwamba kufikia sasa kati ya mbuzi 60 ambao tulikuwa tunawahitaji kwa sababu ya siku ya udhuhia, kurban udhuhia, wamepatikana takriban mbuzi 18, na tulikuwa tumesema kwamba kila mbuzi shilingi 10,000, mbuzi ambaye na nafaa kuwa ni mbuzi wa kuchinjwa. Na ng'ombe tulikuwa tumesema kwamba ni ng'ombe 10, na kufikia sasa hivi tumepata ng'ombe mmoja, tumebakisha ng'ombe 9. Kumbuka ya kwamba ndugu zetu Waislamu, ya kwamba tunaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kile cha kwetu au kile chetu ni kile ambacho tumetumia. Nguo ile ambayo umevaa mpaka imeisha, hiyo ndio ya kwako. Ile ambayo umehifadhi sio ya kwako. Ile ukiondoka leo itatolewa sadaka ipe mtu mwingine. Chakula ambacho umehifadhi si cha kwako. Kile ambacho umekila hicho ndicho chakula chako wewe mwenyewe. Hivyo hivyo fedha ambazo umetoa sadaka, pesa ambazo umetoa sadaka, sadaka yote ambayo umeitoa, iwe ni ndogo au ni kubwa, lakini umeitoa kwa ikhlas, umeitoa kwa imani ya kwamba Mwenyezi Mungu unataka upate radhi za Mwenyezi Mungu, hiyo ndiyo yako. Unaonaje? Kwa mfano Mwenyezi Mungu umehifadhi pesa nyingi, umehifadhi mali nyingi, wakati tunapohitaji sadaka kama hizi za kuwapelekea mayatima, wajane, watu wa kusilimu na vile vile maskini wa Kiislamu, unaonaje Mwenyezi Mungu kuchukua leo? Alafu tena mali zote ambazo umehifadhi zija zilio na watu wengine ambao hawakuweza kuzichokea hizo mali, hawakuweza kutafuta hizo mali, unaenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika maswali manne ambayo tutaulizwa siku ya Kiyama ni miongoni ya kwamba mali zako wewe ulizipata vipi na ulizitumia na nini. Miongoni mwa maswali ambayo ni muhimu sana ambayo tutaulizwa kuhusu ujana wako, kuhusu umri wako, kuhusu mali ulizipata kwa njia gani na ulizitumia kwa njia gani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kati ya maskini na matajiri, maskini wataingia peponi kwanza kabla ya matajiri kwa takribani zaidi ya miaka 500, kwa sababu matajiri kuna maswali mengi sana wataulizwa kuhusu hizi mali zao. Mali hizi ulipata vipi? Ulitumia vipi kama mali hizi? Miaka 500. Hebu angalia wewe ndugu yangu katika imani. Tunaomba Waislamu kwa nyenyekevu ya kwamba tuweze tumeambiwa hapa na ndugu zangu hapa kwamba zimebaki takriban siku 5, na siku 5 hizi tuweze kukimbia. Hawa mayatima ni ndugu zetu, ni watoto wetu. Sisi Waislamu ndio mama zao na ndio baba zao na ndio ndugu zao. Hawa mayatima hawana ndugu wengine, na si kwamba ni hawa ambao tulikuwa tumetajiwa kwa kwenye vituo vya mayatima tu. Kuna wengine wanalelewa ndani ya manyumba mtu, kwa sababu yatima, masharti ya kulea yatima hayako ni walelewe kwenye vituo. Sisi wenyewe ndio tulikuja tukabadilisha. Ilikuwa ni mayatima, kila mtu, kila Muislamu achukue mayatima 2 watakulingana na uwezo wake, awalelee pamoja na watoto wake. Lakini kwa sababu jambo hili lilishindikana kutokana na uwezo kuwa mdogo, na pia watu wako sehemu nyingi za kutafuta, jambo hili likashindikana, ndio maana wakawekwa kwenye vituo vya kulelea mayatima. Masharti ya kulelea mayatima ni tuwalee katika manyumba zetu. Kwa hivyo hawana wazazi wengine, hawana watu wengine Waislamu. Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu ya kwamba tuweze kuwashughulikia hao kwenye vituo, na nyinyi mashahidi ya kwamba siku za Ramadhani huwa tunawapelekea riski waweze kupata, na bado wakati huo wanahitaji riski. Na Shekali amezungumza vizuri akasema ya kwamba si ya kwamba wana baba zao ambao wanafanya kazi au ndugu zao wanafanya kazi, nguo zao ambazo wanazivaa wanahitaji nguo mpya, na wao wafurahie kama watoto wengine. Vile mtoto wako atakavyofurahi kwa sababu umemnunulia nguo mpya, na wao pia wanahitaji nguo mpya. Si kwamba wanahitaji kula tu, wanahitaji pia na mavazi mapya. Wafurahi kama watoto wengine, wajisikie kama ya kwamba wana wazazi, wajisikie kwamba wana furaha, si kama vile ya kwamba waanze kumawazo hatuna mama, hatuna baba, tuko huko vituoni. Wajisikie ya kwamba wanashughulikiwa, wanahangaikiwa.
Haya ndio mambo ambayo yanafaa kuweza kufanyiwa, enyi ndugu katika imani. Na vile vile tunaomba sana zaka. Juzi kuna dada mmoja amesilimu, msichana mdogo miaka 16. Kwa bahati nzuri akamsilimisha mama yake. Baba yao akakasirika sana, akawaambia warudi katika dini waliokuwa. Hawakurudi katika dini waliokuwa, ilibidi wafukuzwe katika ile boma. Wakati walipokuzwa katika ile boma, walienda msikitini. Kwenda msikitini wakute, jamani, sisi tulisilimishwa na wahadhiri na sasa sisi tumefukuzwa nyumbani, hatuna pahali pa kukaa. Ni tuanze tena kuhangaikia, shughulikia mambo ya nyumba, mambo ya chakula na kila kitu. Kama watoto walikuwa wanasoma, uanze tena kushughulikiwa. Sisi uwezo wetu ndio kama hivi, sisi Waislamu hali yetu ni taabani. Tusipopata zaka kutoka kwenu, hali itazidi kuwa mbaya. Kama vile Sheikh Sali wamesema hapa ya kwamba si ya kwamba inakuja direct ya kwamba tunaipeleka, hapana, kwa sababu inafaa ya kwamba ni izalishwe, ya kwamba tatizo kama hili likijitokeza tutaweza kulisuluhisha. Kuna hawa watu wa kusilimu, kuna hawa watu wanakuja na matatizo mengine, mtu mwingine ni mgonjwa anahitaji hata hivyo vitembe hata vya kuondoa hata uchungu mwilini, huna hali yako nayo ni taabani. Wakati mwingine umeenda dawa mbali, tunaishi katika nyumba za kupangisha, hali yetu nazo ndio kama hizi. Unahitaji kodi, unahitaji chakula, watoto ndio hao wanahitaji masomo. Ili tuweze kuifanya kazi hii kwa utulivu na kwa muda mrefu sana tukiwa nje, tunahitaji zakatul mali. Waislamu, kuna watu wanafunga mwaka wao katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, na kuna watu wanafikiria kwamba wakati labda tunapohitajia labda kurudi kidogo, nikiwa namalizia, kurudi kwa nyama, wakati tunapotoa nyama, watu wengine labda wasiokuwa Waislamu wanafikiria kwamba nyama hizi zinazotolewa labda huwa zinaenda kufanywa kafara. Hapana, hizi nyama ambazo tunazozitoa, hiyo ni mbuzi. Kwa wale ambao wanaotoa mpaka hata mbogo, nyati, kuna nchi zingine ambazo wanatoa nyati, wanyama wa porini, sio nchi kama hizo zetu. Ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia, hawa wanyama ambao tunaotoa katika Dhulhijja ni kumbukumbu za Mwenyezi Mungu, za Nabii Ibrahim alayhi salam, wakati alipomwambia amtoe mtoto wake Nabii Ismail alayhi salam kafara, kisha akaonekana. Ndio maana kutoka hapo, wakati alipotaka kumtoa kwa imani moja, Mwenyezi Mungu akamwita kama ni rafiki yake, ndipo akamletea kondoo, akamletea mnyama mtukufu kutoka peponi. Ndio tunaadhimisha siku hii ya kukumbukumbu ya Nabii Ismail alayhi salam kuweza kutolewa kafara. Na wewe ukitaka kumtolea ndugu yako alitangulia katika mbele za haki, ukiwa ni baba, ni ndugu yako, akiwa ni dada yako, akiwa ni baba yako, akiwa ni mama yako, sadaka hii si uchinje wewe, kwa sababu nyama hii uruhusiwi wewe uliotoa kwa kumtolea ndugu yako aliyotangulia katika mbele za haki, awe ni mama au baba. Masharti ya kutoa sadaka hii, huruhusiwi kumla mnyama huyu, ni mtoe sadaka akiwa wote jumla. Ndio maana tunasema ya kwamba mtoe, nuia. Tuna matatizo mengi, nuia, toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, toa kwa sababu ya ndugu yako aliyotangulia mbele za haki, na Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, na tutazidi kuongea hizi siku kadhaa zimebaki inshallah, na Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi zaidi inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters in Islam, as we had requested concerning the slaughtering of goat, sheep, cow during the Udhiya time for the most vulnerable in our society, the maskin, the orphans, and those people who embraced Islam. Our request so far, what we got so far right now, we had requested 60 goats or sheep and 10 cows. So far we have 18 goats, we have 1 cow, so it is remaining 9, and sheep, we remain with the 42 sheep. This sadaqah and this slaughtering, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, the most beloved days of the year is these 10 days of Dhul Hijjah. And during the day of Arafah, if it happened, you fast that day,
you are forgiven you are given the sins of the last year and the coming year. And it's the most beloved days to Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers and sisters, as you know, we have an orphanage here for we have a home for orphans here, and we normally go to them. Wherever we get something, we take to them. And some people, those brothers and sisters who have embraced Islam, there are so many in numbers, especially nowadays. They are embracing Islam en masse, and most of them now they are waiting for us, so that when it reaches the day of Eid, when the people are doing the udhiya, so they can get something at least. They enjoy with us. So we say that one ship goes around, that is $100, I think, 100 to 11, $100 or 110 or 120, depending on the size of the ship. You know, some sheep are some are very thin, some are in the middle, and some are fat enough. At least when you slaughter, you see it has a lot of weight. And a cow carries a lot of people. And that's why we demanded, we requested for 10 cows, because a cow, it takes a large people. For one cow, you can give it up to 30, I think 30 people, or 40, 30 to 25 people you can give for one cow. So, and the cow was going up to $700 per cow, because that is 70,000 Kenya shilling. That is $700. That is $700. So please, brothers and sisters, let us try to contribute generously to this noble cause, because we are remaining with about 5 days only is remaining. And then after 5 days, then we go to Eid, and we need those things. We need what we are requested seriously. So inshallah, for those people who have contributed, may Allah forgive you your sins. May Allah make barakah on your properties, your business, your workplace, inshallah. And may Allah give you Jannah to be with our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the day of Kiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi wananiita Salim Nguge wa Nyoike, sijui anakuitaje? Mimi wananiita Samuel Omache. Samuel Omache. Asante. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Asante sana. Swali yako ni gani? Swali yangu inatoka katika Qur'an 4:171. 4:171 Qur'ani. Tupe hiyo nini. Na lazima tuelewane, tunapofundishana hauwezi kuwa unaendelea na kufanya research. Hapana. Sasa unajua, ngoja kwanza, kama chenye unasoma ndio. Hakuna shida. Nikimaliza wakati tunafundishana, unajua saa zingine unaonekana ni kama uko busy katika simu. Kwanza unasikiza alafu una confirm. There is no any problem for confirming. Sikiza inasemaje? Una concentrate ili tuende pamoja, isije tukakujibu na ukose kusilimu kumbe haukuwa una concentrate. Naona tunakuhitaji katika Uislamu, tunaelekea hata Eid, tukaidi pamoja. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu: enyi watu wa kitabu, msipinduke mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyokweni. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, wala msiseme watatu. Sawa, hapo inasema muaminini Mungu na mitume yake. Swali langu ni je, Muhammad kuna mahali anasema mimi ni mtume, lakini sijui nitakalofanywa mimi wala mnifuatao. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Kwa sababu hapa Qur'ani inatuambia muaminini mtume ya Mwenyezi Mungu. 46:9 Qur'ani. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu pole pole. Sema, mimi si kiroja mpya katika mitume,
wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Sifuati ila aliyofunuliwa kwangu, na si kuwa mie lolote, ila ni mwonyaji tu ninayedhihirishwa kila linalohitajia. Swali yako nadhani inatoka hapo. Natoka hapo 49. Asante sana. Hebu tuanzie 7 alafu tuje pole pole ndio tumuelezee. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, na wanaposomewa zetu zilizo wazi wale waliokufuru husema. Mtume anazungumza na waliokufuru. Sawa? Wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu, hawa waliokufuru wanasema kitu gani? Juu ya haki inapowajia. Wakiona haki inawajia wanasema huu ni uchawi ulio dhahiri. Wanasema huu ni uchawi ulio dhahiri. Maanake wanapofunzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasema mtume analeta ni uchawi, tupe vitu, au wanasema ameyatunga, au wanasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya maneno wanayosema, wanasema ametunga. Kumbuka hawa ni waliokufuru, wanaweza sema chochote, tupe vitu. Ameyabuni, wanasema ameyabuni, tupe vitu. Ameasiwa mwenyewe. Sema. Sasa ndio anaambiwa awaambie hawa waliokufuru, kwa sababu wanasema ameabuni mtume, anawaambiwa sasa sema, waambie kul, sema, waambie nini? Ikiwa nimeyatunga mimi, basi hamwezi kulifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye ajuaye mnayoshughulikia. Yeye anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi. Naye ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehema. Sema, mimi si kiroja mpya katika mitume. Sasa kumbe ilikuwa ni mjadala wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliokufuru. Sasa naambiwa sema, mimi si kiroja mpya katika mitume. Wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Sifuati ila aliyofunuliwa kwangu. Mtume anasema mimi sijui mtakavyofanywa nyinyi wala nitakavyofanywa mimi. Mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifuati isipokuwa yale yaliyofunuliwa kwangu. So mtume hakuwa anakuja anaambia watu nyinyi mtaenda kuchomwa, nyinyi mtaenda peponi. Hapana, mtume lazima asubiri aletewe wahi, aletewe ufunuo, aambiwe kwa mfano sahaba fulani na fulani wamebashiriwa peponi, ndio anawaambia nyinyi ni watu wa peponi, na akiambiwa fulani ni wa motoni anamtangazia, lakini hawezi kusema isipokuwa yale aliyofunuliwa, kwa sababu Qur'ani ni kuletewa, analetewa wahi wakati huo huo wanapofanya mjadala. So mtume yako sawa. Mitume hawakuwa wanajua mpaka waambiwe. Alipokuja, tulia nikwambie kwanza utulie, nitakupa nafasi ukague. Alipokuja Nabii Musa alayhi salam, amekuja na wana wa Israeli wanasambaa. Walipofika katika bahari, Musa hakujua kwamba bahari inaweza kuwa njia. Musa hakujua, lakini Musa alikaa pale akashangaa, nitafanya nini? Mwenyezi Mungu akamletea ufunuo, wahi, akamwambia Musa, hiyo fimbo uko nayo wekelea katika maji, maji tagawanyika iwe njia. Lau Musa angekuwa anajua wakati anakuja, hangesimama pale. Waligombana mpaka na wana wa Israeli wanamwambia, ya Musa, umetutoa katika Misri uje utuangamizie hapa tutaangamizwa. Angalia jeshi la Firauni kwa nyuma yetu. Musa hakuwa anajua kama bahari inaweza kuwa njia, lakini Mungu akamfunulia, akamwambia weka kijiti, ikawa njia. Hata hawezi kuwa fimbo kama itakuwa nyoka. Mungu ndiye alimwambia angusha chini, ikawa nyoka. Akastuka, kwani mimi nilikuwa natembea na nyoka nimeshika? Kumbe ilikuwa ni fimbo. Miujiza inafanywa na Mwenyezi Mungu. So Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa anajua watu watafanywa nini mpaka afunuliwe, ambiwe huyu ataenda motoni, huyu ataenda peponi. Sasa alipopewa ufunuo, amefunuliwa Waislamu wanaingia janna, tena kunywa supu tamu, tena kwa raha zetu, tena 43:68. Sikia vitu wewe. Alipoletewa ufunuo sasa, kwa sababu hawezi kusema kwa matamanio yake, lazima tunaenda kunywa supu. Sikiliza 43. Weka tu humo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, ingieni peponi nyinyi, ingieni bustanini, yani peponi nyinyi na wake zenu, mtafurahishwa humo. Sasa mtume ameambiwa Waislamu
Yeyote aliyetamka kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na akafanya vitendo vizuri, huyu anaingia paradise. Tena tunaenda kufurahishwa humo. Tena kutakuwa kila kitu wanadamu anakihitaji. Kuna swali hapo kwa hiyo paradise yenu. Leta maswali kama hayo tukujue. Hiyo paradise mnasema kuna mito ya pombe. Kabisa. Tena yenye radha. Sio kama hapo unakunywa umefunga jicho moja hivi alafu amehalalisha pombe. Swali nzuri sana. Mwenyezi Mungu ameharamisha pombe duniani akaihalalisha peponi. Duniani kaiharamisha, peponi ametuhalalishia, kwa sababu ile tunaambiwa kwanza ni yenye radha kwa wanywao, na tena haileweshi kama hii ya duniani. So tumehalalishiwa ile tukaharamishiwa ya hapa. Ufunge macho wakati unakunywa. Tena yenye radha kwa wanywao. Bado vizuri na wewe unaona tu pombe peke yake, kuna mito ya asali na kuna mito ya maziwa. Na hii mito ya maziwa sio ng'ombe inakamuliwa, hapana, ni Mwenyezi Mungu anasema kun fayakun, kuna kuwa mto inakuwa. Si ati ng'ombe ziko huko zinakamuliwa ati nywa. Na mito ya asali hakuna nyuki anatengeneza asali huko, hapana, ni Mungu anasema kun fayakun, inakuwa asali. Wewe nakuuliza, lete vitu hapa duniani hamkunywi pombe, lakini mbinguni kwa hiyo peponi yenu mnakunywa pombe kabisa. Hata Yesu aliacha hii ya duniani, tunaenda kunywa naye huko, kwa sababu ya duniani ina madhara. Hata Yesu alikataa hii ya duniani, anaenda kupiga ya peponi. 26 27 baba, tumpe vitu. Lakini nawaambieni, angalia Yesu vyenye anasema. Hii ni kitabu cha Mathayo. Yesu sasa kataa ya duniani, anasemaje? Sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Yesu anasema sitakunywa tena tangu sasa uzao wa mzabibu. Ukisoma 9:20 mzabibu inakamuliwa inatoka wine, yani pombe. Yesu anasema sikunywi tena hii hapa duniani. Sikiza. Hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu. Unasikia? Yesu anasema nitakapokunywa mpya pamoja na nyinyi katika ufalme wa baba yangu, na ndio peponi, paradise. Yesu yuko pale anapiga ya kwake, mimi niko hapa napiga ya kwangu kwa raha zetu. Wewe kwa sababu hauko na Yesu hauwezi kunywa, na ndio Yesu anasema sitakunywa tena uzao wa mizabibu hapa duniani. Uzao wa mizabibu unatoa nini? 9:20 Mwanzo. Najua nyie sio wafuasi wa Yesu. Lau mungekuwa wafuasi wa Yesu ungekuwa na tatizo. 9:20. 9:20 mwalimu wangu anasema Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa. Unasikia? Akawa uchi katika hema. Tulia. So hii mzabibu, zao wa mzabibu inatoa ile ulevi, na ndio Yesu anasema sikunywi hapa duniani, lakini nakunywa peponi pamoja nanyi, tena kwa ufalme wa Mungu. Sio ufalme wa Yesu. Yesu anajua ufalme ni wa Mungu. Na ndio unaona tunaenda na Yesu peponi, kwa sababu ndugu yetu Muislamu, manabii wote peponi, wasabashiriwa peponi ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ili ufaulu kuingia peponi lazima utamke shahada. Bila shahada uwe Muislamu, bila Uislamu huwezi enda peponi, marufuku. Sawa, swali lingine. Leta maswali yote. Swali lingine ni 40 wa 109. 109 Qur'ani. Tuanze moja. Tupe vitu baba. Na anasoma Qur'ani. Huyu msabato huyu, na sijui kama ako reformist ama yuko ile. Sijui kama ni reformist wa sabato hapa. Maana wa sabato siku hizi wako na mambo zao. Kuna wengine wanasema ni reformist na kuna wengine wamebaki kule kwa three angels. Yaani wao wanang'ang'ania utatu, na kuna wengine wamemkataa Yesu ni Mungu. Hawa wa reformist hawa. 109 Qur'an. Aya kwanza anataka. Iangalie vizuri. Mia na tisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema enyi makafiri, siabudu mnachoabudu. Tupe vitu. Wala nyinyi hamuabudu ninayemwabudu. Tupe vitu. Wala sitaabudu mnachoabudu. Tupe vitu. Wala nyinyi hamtaabudu ninayemwabudu. Tupe vitu. Nyinyi mna dini yenu, nami nina dini yangu. Asante. Hivyo Muhammad yako na dini yake na hao wengine wako na dini yao. Makafiri hawa. Si urudie usikie.
Kina nani? Makafiri. Inaitwa suratul kafirun. Inaitwa suratul kafirun. Sikiza. Walikuwa wanaongea na makafiri hapa. Sema enyi makafiri, siabudu mnachoabudu, wala nyinyi hamwabudu ninayemwabudu. Sisi hatuabudu kile makafiri wanaabudu, hapana. Wala sitaabudu mnachoabudu, wala nyinyi hamtaabudu ninayemwabudu. Asante. Nyinyi mna dini yenu, nami nina dini yangu. Kwa nini hii sura ikateremka? Ndio nini sababu nuzuru ya hii sura kuteremka? Tupe makafiri wa Maka. Sikiza, hao ni makafiri wa mji wa Maka. Walifanyaje? Walipojiona wamechoka, walipoona wamechoka, Muhammad anatangaza dini usiku na mchana, walifanyaje? Hawawezi kuzima nuru ya Uislamu. Wakaona hawawezi kuizima nuru ya Uislamu. Uislamu ikiingia mahali ni nuru. Yaani angalia saa hii hapa kukisilimu Muislamu moja kuja baada ya miaka 5 utapata Waislamu ni karibu 50 katika hiyo sehemu. Yaani nuru ya Uislamu inaenda ikisambaa. Tupe vitu. Na akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku anazidi hima katika kazi yake. Asante. Na dini kila siku inaendelea mbele. Na Uislamu unaendelea mbele kila siku. Tupe vitu. Walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa makafiri wakamwendea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia, wakamtaka watangamana naye katika ibada. Wakataka wawe wanafanya ibada pamoja. Kumbuka ni makafiri, hawajasilimu, lakini wanataka wawe wanaabudu pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza habari baba. Wao wamwabudu Mwenyezi Mungu mwaka mmoja pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiza ujanja wao. Ati wakuja mwaka mmoja wao wanaabudu Mungu kwa msikiti pamoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu na mwaka mmoja waabudu masanamu pia wote. Sikiza, wanataka waabudu Mungu wa kweli mwaka moja, na hii mwaka ingine wamchukue Muhammad waende wakaabudu masanamu. Sikiza habari. Ndipo iliposhuka sura hii. Ndio ikashuka sura hii. Hauwezi kuwa Muislamu na bado unaenda kuabudu masanamu, kwa sababu makafiri wanaabudu misanamu. So ndio tunaambiwa sisi hatuabudu wanachokiabudu, kwa sababu wao wanaabudu sanamu ambao hisikii wala haiwezi kusema. Sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu anayesikia wala haioni. Wala sanamu iko na macho lakini haioni. Sisi tunamwabudu Allah anayeona. Ina miguu lakini haitembei. Hii haitembei. Sasa ndio tukakatazwa, ndio akaambiwa hawa wana Mungu wao na sisi tuna Mungu wetu, kwa sababu Mungu wao ni feki, ni sanamu. Makafiri hao wa Maka. Sijui kama wewe miongoni mwao, lakini wewe uko Kenya hapa. Sasa sijakuelewa. Hoja yako gani? Bede vitu. Sura kwanza kuna swali niko nayo moja. Leta. Maswali yote mbwaga hapa. Ndio ukisilimu usilimu kwa roho moja, si ati unaenda msikiti leo tena kesho unaenda Sabato. Sasa hiyo itakuwa sasa hatuabudu Mungu moja. Kwa sababu ukienda Sabato unaambiwa Mungu watatu. Ukienda msikitini unaambiwa kul huwa Allahu ahad. Mungu ni mmoja. Sasa itakuwa hatuabudu Mungu moja. Wewe unaenda kule unaabudu Mungu ambaye yuko na mtoto. Huko ukija unaambiwa lam yalid wala yulad. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Maana yake hana mtoto. Kule ukienda unaambiwa Mungu ana mtoto. Sasa itakuwa miungu mingine hiyo. Sasa wewe injika swali zote, ukisilimu usilimu na nia moja uende kwa mosque. Nadhani Qur'ani imeteremka na Kiarabu. Qur'ani imeteremka na lugha ya Kiarabu, tena lugha ambayo ni fasaha. Acha nimalizie swali yangu. Tupe vitu. Imeteremka na lugha ya Kiarabu na haijatafsiriwa. Ukisoma Qur'ani hiyo 262 inasema aje? Walioamini ni akina nani? 262. 262. Anataka 262. Sikonde. Tasoma sasa hivi. Tunaisoma sasa hivi, usiwe na wasiwasi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Katika wale walioamini mitume ya zamani huko na Mayahudi na Wakristo na Wasabai, yeyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu sasa, kama alivyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Sasa swali yangu ni, je, kama mnaamini hiyo, je, Waislamu wako hapo? Waislamu ndio imeanza. Katika wale walioamini. Katika wale walioamini. Na tumesema katika wale walioamini ni Wayahudi, Wasabai. Rudia pole pole ndio aelewe. Kwanza.
Kiswahili unajua ni lugha nini? Pole pole, sikiza. Katika walioamini mitume wa zamani huko. Tulia. Katika walioamini mitume wa zamani huko, kuna hao walioamini mitume wa zamani huko, teremka na Bijamani, niko tofautisha kati ya hiyo na hiyo nyingine. Na Mayahudi, sikiza, na ni kiunganishi katika Kiswahili. So walioamini mitume wa zamani huko, kuna hii grupu iliyoamini mitume wa zamani huko, na Mayahudi na Wasabai na Manaswara wa Kristo. Wakimwamini Mwenyezi Mungu. Sasa wakimwamini Mwenyezi Mungu, sasa kama anavyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuwa kweli wameamini. Kwa sababu hawaamini. Lakini nyinyi bado hamjaamini. Ndio tunawaita mkaamini, tunavyoamini sisi. 364 Qur'ani. Tumsaidie kaka yetu. Ndio sababu hajaamini, ndio amini sasa. Ataamini. Ataamini. Kijana mzuri huyu msabato, kapotezwa tu pale usabatoni, anakuja katika Uislamu aone nuru. Kijana mzuri huyu. Tena tunamuita Bilal. Bilal jina nzuri sana hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, yaani Mayahudi na Manaswara. Sasa sikiza, Mayahudi na Wakristo hao waliotajwa katika 62, tunaambiwa tufanyaje? Njooni katika neno lilo sawa baina yetu na baina yenu. Tunawaita, na ndio unaona wewe Mkristo tunakuita njoo katika neno ambalo liko sawa baina yetu sisi Waislamu na baina yenu. Neno gani? Ya kwamba tusimwabudu yote ila Mwenyezi Mungu. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Tunakuita katika neno ambalo liko sawa baina yetu na wewe, ya kwamba tusiabudu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wewe una tabia ya kuzunguka huko ukisema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Tunakuambia Yesu astahili kuabudiwa, anastahili kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu. Ndio tunakuita katika neno ambalo liko sawa. Umeelewa? Naona bado unapiga research zako. Sasa huwezi kuelewa ukipiga research. Kwanza unaelewa ndio upige research. Usiende kufanyia mazoezi uwanja wa unaenda kufanyaje mazoezi uwanja wa vita? Sawa sawa, mmeanza kwenda kwanza mpira. Ati wewe sasa umeenda kufanyia mazoezi kwa hiyo mpira. Anasema si utakaa nje kama Arsenal miaka 22 ndio wapate kikombe wewe. lazima ufanye. Wewe kufanya kwenda kwa uwanja. Wale wanacheza kwa uwanja wajue chenye. Watu wanafanya mazoezi kabla ya kwenda katika uwanja. Sasa wewe kwa uwanja ni kuulize upate majibu, sio kufanya mazoezi. Ukitaka mazoezi nakupa nafasi, unaenda unafanyia pale nje alafu unakuja. Umemaliza maswali ama uko na nyingine? Naona kijana hapo pia hata kusilimu. Niko na swali lingine. Wanasema Yesu alikuwa anaenda sinagogi. Nani wanasema? Akiwa Nazareti. Nani wanasema? Biblia inasema. Kumbe Biblia tuwe wazi. So Biblia ndio inasema Yesu alikuwa akienda katika sinagogi. Ambao hii sinagogi unatuambia ni nini? Ilikuanga ya Wayahudi. Hii ni ya Wayahudi, hatuna shida. Ni nini hiyo sinagogi? Sioni haya kutangaza. Sasa hiyo sinagogi ndio mniambie. Sisi hatuna habari. Labda hii Biblia itueleze huko nyuma. Itueleze ni nini? Ilikuwa msikiti. So ilikuwa ni msikiti ya Wayahudi. Ni kweli, kwa sababu ukienda pale Kiambu tuna msikiti ya Wakikuyu. Mimi nikienda pale kwa sababu wale waliosilimu wa Kikuyu ndio wameshikana wakajenga ile msikiti. Na ndio majority pale Kiambu. So mimi nikienda pale wanasema wavyemo vigiti wa Gikuyu. Yaani msikiti wa Kikuyu uko pale. Lakini wale wa Kikuyu wakiingia kwa msikiti wanakuwa dini gani? Wakikuyu wakiingia kwa msikiti ya Wakikuyu wanakuwa dini gani? Si ni Wakikuyu. Kabila yao ya Wakikuyu. Dini yao wanakuwa dini gani? Kama wako kwa msikiti si ni Waislamu. So naye Yesu akiwa kwa msikiti atakuwa dini gani? Hapa alikuwa Kiyahudi. Kiyahudi ni kabila yao. Dini yake itakuwa gani yako kwa msikiti ya kwenda kanisani? Hapa hakusemekana kama alikuwa kwa dini yani. Si alikuwa msikitini na umeniambia msikitini. Kwa mfano wewe nikikuona kila Sunday unaenda kanisani au Saturday wewe ni mtu wa Saturday unaenda kanisani. Nitajua wewe ni dini gani? Wewe dini gani? Msabato. Msabato ni dhehebu. Dini yako ni gani? Ukristo. Mkristo. Naye Yesu tabia yake kwenda msikitini. Alikuwa dini gani? Muislamu. Muislamu. Na wewe unafanya nini kanisani?
Kanisani. Unamwacha Yesu msikitini unaenda kanisani. Maana yake wewe unampinga Yesu. Kwa nini kaka? Njoo kwa Yesu. Mimi namfuata Yesu kwa sababu. Utafuataje Yesu wewe uko kanisani na yeye yuko msikitini? Kwa sababu Qur'ani inasema aminini mitume wa zamani. Mpaka Yesu akiwa wapi? Kabisa tunamwamini Yesu. Lakini kumwamini Yesu ni kufuata tabia zake. Kama unafuata uende msikitini alipoenda Yesu. Kwa sababu Yesu anasema watu hao wananiamini ni kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. So wewe unamwamini Yesu kwa mdomo, sio kwa vitendo. Yesu yuko msikitini, wewe unang'ang'ania kanisa. Au siku hizi umefanywa elder kwa kanisa wewe? Ama wewe ni elder pale kwa kanisa? Mimi elder saa ngapi na mimi kijana mdogo hivi? Au deacon basi pale. Manake unang'ang'ania mno pale kanisani. Maswali yamekuishia? Bado haijaisha. Lete ingine nipate swali kwa huyu kijana huyu. Katika hiyo Yahudi Yesu alienda siku moja. Yesu hakuenda siku moja katika sinagogi. 18:19 Yesu alienda kila siku. Wewe tulia. Wewe umesema siku moja. Mbona tuandikie mate wakati wino umo? Yesu alienda siku ngapi huko? Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote. Take that point. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu. Tulia. So Yesu siku zote. Na Waislamu wanaenda msikiti siku zote. Na Wakristo wanaenda kanisani siku tatu. Tatu gani? Mnaendanga moja. Mimi ndio naenda. Mnaenda 3 kwa wiki? Na Yesu alienda siku zote. Na Waislamu wanaenda siku zote. Kwa sababu Yesu ni Muislamu mwenzao. Na wewe sasa wewe umepinga. Ndio tunaenda siku zote kwa sababu Yesu alienda siku zote. Karibu sana kaka. Sema bismillah. Je, wakati Yesu alienda kwa hiyo msikiti alihubiri hapo mambo ya ukweli na hao Wayahudi wakamtoa mpaka nje ya mji. Kwani kulienda aje? Kwa msikiti tena wakamtoa? Hawakumtoa kwa msikiti. Walimtoa nje ya mji. Hauwezi kutolewa ndani ya msikiti. Kwa msikiti hata wewe ukija utaachwa kwa amani. Alitolewa nje ya mji. Kwa sababu zamani watu walikuwa wanajenga mji unawekwa mawe hivyo, unawekwa fence. Unaona, unasunguziwa hivyo ukuta. Sasa wao kuna msikiti, ukimaliza msikiti ukitoka nje, wao wakamtoa nje ya mji huo wao. Kwa sababu kuna mambo labda aliwazungumzia yakawachoma kulingana na wao. So wao hawawezi kumtoa kwa msikiti kwa sababu kwanza ni imamu, ni kiongozi. Kwa sababu huwezi kwenda kuhubiri kwa msikiti kama wewe sio kiongozi pale. Wala wewe hujui mambo. So Yesu Muislamu kahubiri vizuri, kuna watu wanaudhika na wengine hawaudhiki. Hata sasa hivi nikienda kwa msikiti unaweza enda ukasema jambo kwa msikiti ikamkwaza mtu. Kwa sababu labda umesema mzinifu, Mungu anasema ana hasara hapa duniani na kesho asipoacha uzinifu anaenda kuwekwa motoni, na labda kuna mtu anazini atasikia uchungu. So hii ni personal issue ya watu walisikia uchungu, achana nao. Yesu kinachobaki ni Muislamu ndugu yetu, kafa akaondoka duniani akiwa Muislamu, anarudi akiwa Muislamu. Sasa swali langu hapo hujanijibu. Unajua sija kujibu aje? Umeniuliza nini kilichowakwaza? Kilichowakwaza Biblia haikusema. Sasa mimi siwezi kuizidi Biblia. Waandishi wa Biblia hawakusema wale watu walikwazwa na nini. Hawakusema. Lau wangesema tungesoma. So waandishi wa Biblia walituficha kilichowakwaza. Sasa wewe unataka mimi nitoe wapi wakati waandishi wa Biblia walificha? Kama wangesema ungeliona. Sasa wakaficha. Wakasema. Sikiza inasemaje? Wakaondoka. Wakamtoa nje ya mji. Sikiza, wakamtoa nje ya mji wakampeleka mpaka ukingo wa mliki wa kilima ambacho mlima wao umejengwa juu yake wapate kumtupa chini. Walikuwa wanataka hata kumwangusha chini, lakini hatujaelezwa nini kilichowakwaza sana. Waandishi wa Biblia walificha. Sasa wewe unataka nitoe siri ambayo waandishi wa Biblia walificha? Na anafurahi huyu kaka. Umenielewa? Tulia, vuta unyunyu. Wewe ukipata swali lingine nafasi iko. Usiwe na wasiwasi. Fanya research zako. Aya brother, mimi namhitaji huyu sana huyu. Huyu brother nimsalimie huyu. Wewe brother, nahitaji nikusalimie. Na nataka nimsalimie. Hata kama ana information nyingi, kijana mdogo asilimu mapema.
Haya brother, nikusalimie. Karibu hapa, wewe uko na information. Haya, karibu brother, kuja na mfuko wako. Tulia hapo, fanya research zako, ukipata unarudi hapo. Mimi wananiita Salim. Naitwa Vincent. Vincent. Ongeza ka sauti kidogo nikuelewe vizuri. Vincent. Vincent. Asante sana. Vincent, uko na swali au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Hapana, sina swali. Niko na swali moja tu kuhusu mambo ya mwanamke kufunga buibui kwa sababu usiangalia Christian tu wanawake hufunga kitambaa. Kwa hivyo ukutana na huyo mtu, nikuulize kwa nini mwanamke hufunga buibui? Kwa sababu ukutane barabarani msimwambie tu anataka kukuona sura na kata. Kwa nini hivyo? Sasa wewe unatembea barabarani unataka kuona sura za wanawake wa Kiislamu. Yani unaye kwa na mambo yake. Ati yeye anashangaa mbona hao wanawake wa Kiislamu wanatembea hali ya kuwa wamejifunika uso na yeye anataka kuwaona uso. Sasa wale ni wake wa watu, wewe unataka kuona wake wa watu uso wa nini? Wewe tafuta mke wako, oa mke wako, umuone uso ukitaka na mwili yote utamuona nyumbani. Ule ameficha kwa sababu kuna mambo ameweka pale ambayo yale mambo yanahitaji kwa bwanake, sio kwako wewe. Allah. Kwani kuna pale umeona wewe usiwe unaangalia wanawake wa watu, wewe utakuja kugongwa ngumi bure. Ile ni mali amehifadhi kwa ajili ya bwana yake. Sasa wewe ukitaka kuona mwanamke, oa, alafu nenda ukamuone hata namna alivyozaliwa. Uchi, akiwa uchi kabisa utamuona mkiwa naye ndani ya nyumba. Kwa sababu ni umemuoa. Lakini wewe usiende kuangalia wake za watu kaka. Wale achana nao kabisa. Wanajihifadhi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nina swali ya pili. Leta swali ya pili. Achana na wake za watu kaka. Utakuja kuongwa bure. Mbona sheria hii imeruhusu mtu asiingia dini ya Kiislamu baadaye atoke? Unasema sasa tumuue. Kwa nini hivyo? Sheria ambayo unasema mtu akiingia katika Uislamu akitoka uawe, sijaipata, labda unionyeshe ni wapi inayosema hivyo. Kwa sababu sheria ambayo iko katika Uislamu ni mtu afanyiwe mawaidha. Kwanza ajulikane ametoka kwa sababu gani, aelezwe au ajasoma. Unajua kuna mtu ambaye anakuambia anapewa nasaha. Unajua dini ni nasaha. Unaona? So kuna mtu atakwambia mimi nilikuwa Muislamu nikaacha Uislamu. Unamuuliza nguzo ya Uislamu ngapi? Anakuambia inategemea na msikiti. Sasa wewe ni mtu sasa wewe ni mtu hakusoma. Anakuambia ati nguzo ya Uislamu inategemea na ukubwa wa msikiti. Yeye nadhani ni zile pillars huwa zinasimamishwa kwa msikiti. So ni mtu ambaye hakusoma, yuko katika ujahilia. Huyo bado hajaacha dini, ni kujua hajajua, anafaa asome. Ni mtu ambaye hajasoma, na wengine wanaacha dini kwa sababu ya maslahi. Leo ukiangalia wachungaji wengi wanasema mimi nilikuwa Muislamu. Nikawa nashikilia misikiti 7. Hakuna imamu anashikilia misikiti 7. Kwanza hiyo ni uongo. Hii yote anafanya hivyo na anasema ametoka katika Uislamu, unapata amefungua kanisa lake. Hawezi kwenda kukaa kwa kanisa ya mwingine, hapana, anafungua ya kwake. Kwa sababu asajua pale kanisani ni biashara ya kutajirika haraka. Kwa sababu leo kanisani nikija na maji, naenda tu hapa inaitwaje, nanunua mineral water. Ukinunua mineral water, weka kwa chupa, weka chupa kama 100 hiyo mineral water. Ingia kanisani. Anza baba kurinai. Rabasaika water carrier bila kuta. Hii maji nimepatiwa na Roho Mtakatifu. Na kila mtu atakayenunua hii maji nauza 1000. Ukichukua hii ni baraka, ni kufungua mizimu, ni kuondoa majini katika mwili wako, ni kuleta baraka, ni kuleta pesa. Watu watang'ang'ania hiyo maji. Mimi nimenunua maji shilingi 1000. Nyinyi mnanunua kachupa 1000, nitatoka hapo na 300,000 wakati maji ninunua 1000. Kwa sababu Wakristo wanapenda miujiza mno. Kitambaa yenyewe mtu ananunua 30 bob kitambaa, anakuja anasema hii kitambaa ukinunua iko na miujiza, nauza hii kitambaa 1000. Kitambaa ya 30 bob. Kuna watu walikuwa huku wanatembea wamefungwa vitu huku, akikwambia ati alifungwa na mchungaji. Kamba. Ati hiyo kamba unaenda unatoa 5000 ndio unafungwa hapa, ati ni kinga ya majini, kinga ya nini? Ni biashara. Ndio unaona mtu anakuambia nilikuwa Muislamu, nimekuwa Mkristo, kumbe asajua hapa ndio kunaingiza hela. So amekuja wengine walikuwa wanauza misumari hapa juzi. Yaani ameenda kwa hardware, amechukua misumari, anasema ati msumari ukienda upigilie pale kwa mlango,
Ati ukipigilia kwa mlango hii msumari inaondoa nuksi. So hii yote ni janja na janja ule. So Wakristo wamekuwa brainwashed sana. Na ukiangalia mahubiri mingi ya Wakristo yote wanaelezwa namna ya kutoa tu, sadaka ya kujiangamiza, sijui sadaka ya kuvunja madhabahu. Hii madhabahu sijui nani alitengeneza. Si angekuja tu achukue nyundo avunje hiyo madhabahu yake aliyotengeneza. Sasa nyinyi mmekuwa brainwash katika hii dini yenu, mkawa nyinyi mnafuata chochote mchungaji atakachokuambia. Wewe unaamini ati mchungaji ndio representative wa Mungu. Na wewe unaamini, hebu angalia mtu anaenda ananunua pikipiki. Badala achukue ile pikipiki aende kwa mzazi wake amwambie, mama nifanyie dua kwa Mungu hii pikipiki iwe na baraka niweze kufanya kazi. Ananunua pikipiki anakimbizia mchungaji. Mchungaji anaangalia pikipiki anajua na yeye hana, anakuambia hii ukienda nayo hii utaanguka utafariki. Sasa hii lazima ulete 50,000 ndio nikufanyie dua kubwa iwe kinga. Kumbe hasa ajua hapa ni kukugonga. Wewe kwanza ukinunua pikipiki kimbia kwa mzazi, ambia mzazi niombee dua kwa Mungu hii pikipiki iwe ya baraka. Kwa sababu amekuaminisha mzazi wako hawezi kukubariki ati mpaka mchungaji akubariki. So nyinyi mmefanywa brainwashing na mkawa ni slaves. Pole lakini ndio haki ilivyo. Kuna ya tatu. Njoo katika Uislamu utoke katika hiyo utumwa wa nini? Kuna ya tatu. Mbona msikiti wa Uislamu ianguke? Usiangalia kwa makanisa yetu, makanisa zinaanguka kutokana na wachungaji waongo, kanisa inaanguka pa. Ati mbona msikiti yenu mbona ianguke kama kule? Usiangalia Christian. Ni sawa kuelewa. Yaani msikiti usitarajie hata msikiti kuanguka, kwa sababu kwanza msikiti sio property ya mtu. Sawa Kanisa unaona inaanguka kwa sababu anafariki yule kiongozi, ndiye alikuwa labda anajua namna ya kudili na nyinyi, kupiga hivi. Sasa akifariki yule mchungaji, hiyo kanisa inaanguka, inakosa mwingine wa kushikilia namna hivyo, kwa sababu ilikuwa ni mali ya mtu. Msikiti ni mali ya society. Akikufa shekhe, Waislamu wanashikana, nani mwingine amesoma anakuja anasikilia, anaendeleza, kwa sababu ni kitu ya society, sio kitu ya mtu binafsi. Ndio unaona misikiti inabaki pale pale. Lakini ile ni ya mtu binafsi. Akaunti ni ya kwake binafsi. Ya msikiti hakuna akaunti ya mtu binafsi, hapana. Ni ya society imewekwa pale. So akiondoka wengine wana access, wanaendelea na shughuli. Msikiti ni mtu anajenga tena anaondokea. Mwenye aliyejenga msikiti akai ate pale ate lazima nishikilia, hapana. Anajenga kama swadaka tujalia, anaachia wale watu wako pale. Hata labda mtu yuko Omani anajenga msikiti Kikuyu, anaachia hao watu wa Kikuyu Waislamu walani ile msikiti. Yeye ni sadaka yake, anataka iendelee, anaondoka. Lakini kanisa yule mwenye kujenga ndiye anaweka picha yake na ya mke wake. Sasa ataondokaje? Wataanza kuweka hata watoto nasikia wanataka kuintroduce hivi karibuni. Takuwa akiweka ya bwana na bibi na mtoto. Sawa, mali ya kwao. Na wewe huna say kwa kanisa, utasema useme nini? Wakati wewe utafukuzwa. Utafukuzwa kwa sababu wewe nini unachangia pale? Ile ni property ya mtu. So silimu na mapema. Swali lingine uko naye? Uko na ya mwisho. Lete hiyo ya mwisho. Mbona Muhammad alipachika mtoto, alioa mtoto wa miaka 6. Baadaye ikatendeka kwamba mtoto analia kwamba amerepiwa na huyo mtu. Huyu nabii ni kwa nini hivi? Asante sana. Anasema ati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa mtoto wa miaka 6, alafu ati mtoto akawa analia kuwa analepiwa na huyu mtume. Sasa sijui hizi hadithi za kizee zimetokea wapi, zimeandikwa kitabu gani ili tusome, au ziko wapi? Lakini mimi siwezi kukulaumu. Haya ndio maneno labda unahubiriwa pale kanisani. Hii ni habari za uongo. Mtume ako sawa kama kawaida yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako sawa. Ameoa Aisha kwa idhini ya baba yake. Na hajalalamika. Sasa ni watu wengine wanalalamika kwa ajili ya mke wa mtu mwingine, sijui anatakia nini mke wa mtu mwingine. Alafu hili swala la kuoa, labda watu ambao hawajasoma sana ndio wako na taswisi na mambo ya kuoa. Kuoa ukiangalia kila karne kuna tofauti ya kuoa. Kwa mfano, karne ya 18, sio 18, ukiangalia 1800 mpaka 1929 watu walikuwa wanaoa, wasichana walikuwa wanaolewa miaka 12. Uingereza iliyotutawala, kanisa ya Uingereza ilikuwa inakubali kuozesha ndoa ya msichana wa miaka 12, 1800 mpaka 1929.
Ilipofika 1929 wakabadilisha, wakasema sasa hawa wasichana wakuu hivi hawakomai haraka, milioni midogo, so wakaweka miaka 16 kuoa. Miaka 16 mpaka leo naongea na wewe. Scotland wanakubali msichana wa miaka 16 kuolewa. UK, Scotland iko huko. Ukiingia katika Amerika, Hawaii wanakubali miaka 16. Ikaja tena hii miaka 16 ikabadilishwa, ikaletwa miaka 18 ambayo imewekwa na UN. Miaka 18 sio sheria ya Mungu, ni UN wameweka, wakasema kwa sababu tunaona maturity ya mwanamke inaanza kuingia hapo sasa miaka 18, tumeweka miaka 18. So wakaweka katika katiba zote za nchi ziwekwe miaka 18. Lakini katika Biblia au katika Qur'ani hakuna miaka maksus yamewekwa mwanamke kuolewa nayo, hakuna. Ati anafaa kuolewa na miaka hii ama hii, haikuwekwa ndani ya Biblia, ndani ya Qur'an. So ukisema ni mtoto, inategemea muonekano wako na uko wapi na chini ya sheria gani. Enda China. China huwezi kuoa msichana ako na miaka 18. China unaoa msichana akiwa na miaka 20. Ukioa msichana China akiwa na miaka 18 unafungwa. Lakini Kenya unaoa, kwa sababu sheria ya kule wanasema watoto wa kule ama watu wa China wanakuwa pole. So lazima afike miaka 20 ndio aolewe. Ni sheria ya China hii. Lakini hii ingine tumeweka 18 kulingana na fikra zetu na venye tuliona wasichana wanakuwa. Ukienda India miaka 16, 17 milioni inakuwa mikubwa. Inategemea ni wapi huko. Sasa unaona? Warabuni pia ni milioni inakuwa ni mikubwa. Kabisa. Inategemea na ile area wasichana wako na weather ile iko, watu wanakuwa maturity namna gani. Napata vizuri sasa ya kuelewa. Na mwanamke msichana anakuwa mzima wakati anapoanza kuona siku zake. Kabisa. Ndio anakuwa ni yuko machua. Kabisa. Yaani miaka 10, imani miaka 11 anakuwa machua wakati huo. Kuona ile siku zake ni kukuambia yai lake liko tayari. Unanipata vizuri Kama umesema kitu inaitwa biology. Biology inasema unapoona sasa anaanza kuona siku zake, kumaanisha yai lake limekuwa tayari. Maana yake akipatana tu na mwanaume anapata kushika mimba. Unanipata vizuri? Ndio unapata wasichana hapa kijijini. Kwa sababu ya poverty ambayo iko kijijini. Unapata msichana wa miaka 10, miaka 11, miaka 12 unaweza pata ako na mimba. Kwa sababu ya ule umaskini uko kule, msichana labda anataka hii, anaona wazazi wake hawezi. Sasa inabidi nao vijana wengine badala wasaidie wanatesema ati tunataka malipo. Sijui ni malipo ya nini. Ndio analeta ufisadi katika hii ardhi. Unapata vizuri so wewe tulia tu. Okay, tupata swali lingine. Uko na swali lingine ama? Uko na mwisho. Leta. Mbona Uislamu mmefuga majini msikiti? Mnaamini majini hawa ni wazuri na kuna ile wale wabaya na wale wazuri? Asante. Anasema, unajua yeye anaongea kwa sauti ndogo. Anasema Waislamu wanafuga majini. Yaani yeye asatembelea Waislamu akapata Muislamu amefuga majini kama ng'ombe. Hivi wewe uliwaona majini wapi? Hiyo ni kama nauliza wewe, usaiona jini wewe? Hatuwezi muona. Sasa kama uwezi ona utafugaje kitu uone? Watu ambao walikuwa nafaka nyinyi hata ndio mngetuambia kuhusu majini, kwa sababu nyinyi ndio mnasema pepo toka in the name of Jesus. Tumekutoa. Sasa mkitoa yale majini mnayapeleka wapi ndio mngetuambia. Angalau siku moja mimi nataka wakati kanisani mnatoa pepo toka, tafuta gunia uweke hiyo pepo kwa hiyo gunia na ufunge uniletee. Nione venye iko ni nyeusi au ni nyeupe. Majini ni viumbe ambao huwaoni. Hizo ni myth ambao watu wanadanganya watu ili kuwaofisha wasiwe Waislamu. Huwezi kufuga jini kwa sababu ni kiumbe ambao hukioni. Kiumbe ambao hukioni huwezi kukimiliki. Tunafuga ng'ombe kwa sababu ng'ombe unamjua na unajua ukijengea pale hatotoka pale. Tunafuga mbuzi kwa sababu mbuzi unajua utaratibu wake wa kufuga, na tunafuga kuku na tunafuga bata. Sasa kama ni hizo utapata, lakini mambo ya kufuga jini hatujawaona na hatujui ukiwafuga utawapa juisi ama utawapa maziwa. Nambara nzuri. Wanapenda chapati au wanapenda ugali au wanapenda nini, tutawaridhisha. Sasa wewe ukipata hiyo wanapenda, tuletee tuone namna atakawafugwa. Maana sisi hatuna hiyo elimu ya kufuga jini. Karibu sana. Karibu brother, nafasi ya kwako. Karibu hapa. Nafasi ya kwako. Yaani hawa Kristo wanatuteka. Ati nyinyi Waislamu mnafuga jini. Kwanza jini utamuonaje? Tena utamuongeleshaje ndio umfuge? Kitu ambacho ukioni utashika. Mimi ananiita Salim. Kwa majina ni Josephat Musembi Mudhui. Josephat. Muislamu Mkristo?
Mkristo. Mkristo. Hebu weka swali yako tulisikie. Nilikuwa nataka kuongea hiyo mada imeongelewa na huyu jamaa. Hakuna shida, wewe uliza swali yako. Acha na mada yako wewe uliza swali yako. Nimekuwa Northeastern. Wewe kumbe umekuwa Northeastern. Yeah. Sehemu ya Wajia ama Mandera Garissa. Ama umekuwa Garissa? Garissa. Garissa Burapunda ama umekuwa Burashekhe. Yeah. Asante sana. Lete hoja. Na nimetembea hizo familia za Waislamu, unapata kuna viwete wamewekwa hapo kwa nyumba zinasafishwa, hizo ndizo wanga wamefunga kama majini. Kwani sasa ngoja kwanza kidogo tu nimalize. Kwani kila familia ya Muislamu Oria iko na kiwete tu, kila boma kiwete, kila boma kiwete, na inaoshwa na ndio na inapewa chakula. Hiyo naye ni nini? Asante sana. Kaka anasema alipoenda kwa Waislamu alipata kuna kiwete kwa familia na anaoshwa na anavalishwa vizuri na anakulishwa, akadhani ule kiwete ndio jini. Hapana, kila familia. Sasa ngoja kwanza twende polepole. Usiwe na hamaki. Mbona polepole? Mbona usiwe na haraka? Tulia. Kwanza kuna kitu watu hawajaijua. Unapozaa mtoto mlemavu sio vizuri kumchukua kumpeleka kwa children's home ama kumpeleka kwa sehemu ati akalelewe huko. Manake hiyo ndio Wakristo wengi wanafanya. Wanapozaa mtoto mlemavu, Wakristo wanaona ni laana. Wanamchukua, wanampeleka katika nyumba ambao wanahifadhiwa huko, ati wanaishi huko. Ule mtoto ni kama yule mtoto mwingine, ni ulemavu ako naye, anafaa anaoshwa, anavalishwa vizuri na anakula vizuri kwa sababu ni mlemavu, sio jini. Na hii iko katika Waafrika wengi. Hata huko kwetu ukiona mtu amezaa mtoto mlemavu, hata wengine walikuwa wanaua watoto walemavu kwa sababu wanasema ati hii ni laana. Sasa huyu naye alipoona walemavu wanatekiwa kea katika Uislamu, akadhani ni jini. Sio jini, wale wanaitwa walemavu, na nchi ya Kenya wanapewa kadi. Kuna kadi wanapewa, na huyo mtoto ni haki yake kupelekwa shule akasome. Nchi ya Kenya wanapewa kadi, special school wanapelekangwa, wanapewa kadi, wakienda kama ni mahali kuna foleni, hawapangi foleni, wanaenda direct kuhudumiwa kwa sababu ni walemavu. Wamekubalika katika katiba ya nchi ya Kenya. Waja kwanza wewe. Kuna watu ambao wako na ulemavu ya ngozi, wanaitwa albino. Nchi sitataja nchi moja hapo, watu watasema naonea. Wanachukua hao, wanafanyia uchawi, wanawaua, wanawafanyia uchawi. Hawa wanakuwa ni hatari katika nchi zingine. Hawa albino hawa, nchi zingine wanasema ati hawa ni wazuri, wanasaidia katika uchawi, wakati ni ulemavu wa ngozi. Ni ngozi tu, jinsi zile zinakuwa zina matatizo, inakuwa hivyo. So si huyu peke yake anadhania hivyo. Kuna wengine akiona albino wanaona ni pesa. Watu wanataka kwenda kumchinja wakafanyia nini? Iko hiyo ni makosa, ni kuchukulia walemavu na kuwasukuma. So wale sio majini, ni binadamu. Ni walemavu. Yaani wewe ile area umetoka sehemu gani ya Kenya? Kitui mzima hakuna mlemavu. Wako lakini si kama wenye wako Garissa, kwani kila boma ni mtihani. Ukiona kila boma amepata, hiyo ni maumbile ya Mungu na ni mtihani. Unafaa ukubali, uwezi muua mtoto wala kunini, lazima umwangalie. Ana ulemavu wake, lazima umwangalie. Sio jini wala sio nini. Hawezi kujiosha, wale watoto walemavu ndio anaoshwa na anavalishwa nguo. Na kama wewe mzazi una uwezo, unamwanjilia mtu, unamwandikia mtu amuoshe na amfanyie hiyo mambo yote. Kwa sababu ni mtoto wako, damu yako. Anafaa kupokea kama mtoto wako kawaida. Na hata wewe hujui kama vizazi vyako watatokea. Mungu ndiye anajua. Sisi unazaa tu, unapata labda umezaa mtu mlemavu, ndio hivyo. Okay. Wale sio majini. Majini hawaonekani kwa macho. Mtu ukiwa mzima hivi mtu anaweza kuwa mlemavu mpaka baadaye. Watu wangapi wamezaliwa wazima wanaenda wanaanguka katika accident. Anapata accident, anagongwa, hii inaitwa spinal cord. Spinal cord ukigongwa, ikiharibika inakuwa sasa wewe ni kwa wheelchair. Sasa wewe umeingia katika kiwango ya walemavu, hata kujiosha unashindwa, inabidi uoshwe na uvalishwe. Na ulikuwa mzima. So ni ulemavu inawapata watu, sio majini. Majini haonekani. Okay, hapo nimejibika. Mimi na swali ya pili ni. Lete swali ya pili kaka. Lete yote ukisilimu usafi. Sisi pale kanisani tunapohitaji mahitaji yetu tunaombewa. Wakati naye mchungaji akihitaji kama gari
tunamchangia. Hiyo nayo kwa Uislamu iko. Kaka ako na swali, lakini swali lake lina fitina ndani yake. Anasema wao kanisani anapohitaji, kwa mfano anataka anunue pikipiki afanyie kazi, yeye anaambiwa na mchungaji, piga magoti tukuombee baba kurinai untakelia with acute, anaombewa pale. Lakini mchungaji akihitaji gari anawapatia bahasha, kila mtu atoe. So mchungaji haamini maombi. Mchungaji haamini maombi. Kwa sababu yeye akihitaji gari hawaambii kuwa wamuombee, hapana. Yeye ni mchango unawekwa. Sasa anauliza kwa Uislamu iko hivyo? Kwa Uislamu iko hivi. Maskini akija kwa msikiti ana shida, anafaa anafanywaje? 960 Qur'an. Sio mambo ya kuombewa tu. Ndio atafanywa dua, lakini kuna kitu anafanywa. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu, sadaka upewa watu hawa mafakiri na maskini. Siulia. So maskini akija kwa msikiti anapewa sadaka. So kwa sababu fakiri ni mtu hana mbele wala nyuma, akija kwa msikiti anapewa sadaka. Sasa ndio unamfanyia dua. Sasa utamfanyiaje dua wakati yeye hana kitu ya kula wala nini, ana njaa? So ile kitu kwanza anahitaji ni ashibe. Sasa akishiba umfanyie dua Mwenyezi Mungu amfanyie pesi apate kazi, na kama uko na kazi mpe kazi, na kama uko na connection, uko na kampuni unajua, mpeleke muandikishe kazi. Hiyo ndio kumsaidia. Sio kama ile mambo ya kanisa. Mwaka huu ni wa kufunguliwa, utapata gari, utapata nyumba. Wewe utapataje gari imesaulika na nani? Utapata nyumba, nani aliyejenga nyumba akasahau nyumba? Hii ni mambo ya kubangaisha watu. Sisi tunakuambia kitu reality. Kama unataka gari lazima usave pesa yako ndio uweze kununua gari. Kama unataka nyumba lazima uweke pesa, ununue mawe, ununue nini, ujenge nyumba na ununue plot. Lakini sio mambo ya kuhubiriwa ati kufaulu bila kitu, hapana. Tunakupeleka katika utaratibu ulioko. Hali halisi. Swali ya 3. Lete hiyo swali ya 3. Mchungaji naye anawafanyia nini vituko. Yani akihitaji chochote ni mchango. Nyinyi mkihitaji maombi. Poleni lakini. Swali ya 3. Lete swali ya 3. Nimekuwa kwa hizi makampuni kubwa kubwa kama yani wewe umeenda kwa makampuni kubwa kubwa. Sisi zile kubwa kubwa, yani tumefanya kama mijengo, tumefanya hizo vitu. Lakini unaenda unapata Waislamu wengi wafanye hizo kazi ni za Wakristo au nywele ngumu hivyo. Kwani ni nini na kuanga sijaiona mtu kama Oria tukienda mjengo na yeye kukoroga simiti. Sijaiona wakifanya hizi kazi sisi kama sisi tunafanya saa hii. Kama hapo kuokota hizi machupa au makopo. Asante. So kufanya mjengo Waislamu wanafanya. Wewe ni pale mahali umeenda hujapata, kwa sababu labda sehemu ulioenda wale wana uwezo. Unanipata vizuri, labda ni watu wana uwezo, so hawataenda kufanya hiyo kazi. Lakini Waislamu wanafanya mijengo, Waislamu wanafanya kazi yoyote, kwa sababu riziki ambayo iko na baraka ni riziki ya jasho yako, ndio riziki iko na baraka. So Waislamu wanafanya, labda katika position ulioenda wewe umeenda kujengea matajiri. Sasa huwezi pata mtoto wake bado anajenga pale, kwa sababu wewe unaenda Kileleshwa wakati watu huko Kileleshwa wako sawa. Wewe njoo huku vijijini utanipata mimi mwenyewe nikipata kitu yangu mimi najijengea. Wewe ukinipata katika ng'ombe zangu mimi nakamua na mimi mwenyewe natoa ile manyua ya ng'ombe mwenyewe. Na hapo unanipata nikihubiri. Nalima mimi ni mtu wa kutoka hapa Central. Nalima vizuri sana. Na kuwekea mboga na kuwekea cabbage na kuwekea spinach na kuwekea nini na kuonyesha nini kila kitu. Lakini napenda sana ukulima wa mifugo kama ng'ombe hivi ya maziwa. Kwanza siku hizi kuna mang'ombe mashallah, yani ng'ombe moja inatoa lita 35 moja hivi. Wewe una habari ziko? Ndio nakupa mtisha hiyo. Na lita moja hiyo ng'ombe ni shilingi 50 kwa bei rahisi. Sasa ng'ombe moja iko na lita 35 na lita moja unauza 50. Sasa wewe kuwa na ng'ombe 10. Uniambia kama utakuwa milionea. Wewe tulia tu. Ukulima ina hela. Ni venye hatuna ya kuanzisha. Lete swali. Mimi sina swali lingine. Una swali lingine? Karibu katika Uislamu. Uislamu dini ya watu wote na ni njia ya Mungu iliyonyoka 626 Qur'an. Na katika Uislamu mtu haangaliwi ethnic yake ametoka wapi. Hakuna profile ya ethnic ati wewe ni Mkamba, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mjaluo. Wewe tukienda na wewe msikitini utastaajabu. Utapata Mwarabu, Muhindi,
mzungu, mchina, tumekaa safu moja, na mimi mtu wa kutoka Mathare tuko safu moja. Huwezi jua maskini tajiri nani, wote viatu wameacha nje na wote tunapeleka uso chini. Na utastaajabu mmoja wetu akikufa katika hao, mzungu, mchina, nani, anafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda. Awe alikuwa nani au waziri au mbunge au gavana, anafungwa hiyo kitambaa. Hakuna ati kitambaa special ya matajiri na kitambaa ya maskini, hakuna. Yani tunawekwa katika level moja mpaka unafurahia. Hawa mawaziri unaona tunaendanga kuswali nao msikitini, tena unamwambia songeza hapa, kumbe ukienda kuangalia ni waziri huyu, anasongeza mguu hapa na hana ruksa ya kuenda ati kusimama pale mbele akapiga politics katika msikiti. Marufuku kuongea politics katika msikiti. Yani anaswali hapo, hata uwezi kujua kama ameswali. Ukitoka huko nje ndio unaona bendera katika gari yake, unajua kumbe ule waziri. Kwa sababu zote tunawekwa level moja. Aliye bora katika sisi ni nani? 49:13 baba. Si ati kwa sababu wewe ati nini mtajiri ndio bora, hapana. Aliye bora ndio huyu katika Uislamu. Sikiza inasema 49:13. Muonyeshe. Nyinyi MCA tu akija kwa kanisa, wewe kwanza unaambiwa aisee, hebu enda pale nyuma. Kwa sababu wanakuondoa pale kiti ya mbele na ni MCA. Akimaliza hivi ule mhubiri MCA anakaribisha huko kwa madhabahu. Anapewa podium aongee, kwa sababu anajulikana ataacha kasadaka kakubwa. Kabasa nyekundu sijui. Msikitini jaribu hiyo. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu, hakika tumekumbeni nyote kwa yule mwanamume mmoja Adam na yule mwanamke mmoja Hawa, na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu, basi sio mkejeliane. Hakika heshima sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Mwenye heshima ni mbele ya Mungu ni yule mcha Mungu zaidi. Sio kwa ajili ya mali yako, sio kwa ajili ya umaskini wako, sio kwa ajili ya rangi yako, sio kwa ajili ya nguo zako, hapana. Yule ambaye yuko na takwa, yule anayemcha Mungu zaidi ndio bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo katika Uislamu. Saa hii tunaelekea katika Eid ya kuchinja. Matajiri ni wajibu. Yani wewe kama uko na uwezo ni wajibu wako kuchinja. Kwa nini unakuwa ni wajibu kuchinja? Ndio yule maskini Muislamu apate nyama ya kusherekea Eid, na lazima upeane. Kwa sababu Mungu hahitaji nyama, Mungu hahitaji damu inayomwagika kutoka kwa kuchinjwa wale wanyama. Mungu anataka utiifu wenu. Mungu amesema mchinje, mnachinja, na amesema gaieni wale maskini wanapewa nyama. Hata wewe Mkristo ukija unapewa nyama. 24:36 Qur'an, 22:36 Qur'an. Sikio ukaribia sana siku hiyo. Tena unachukua kichwa unaenda kuchemsha supu. Ya mbuzi tena. Sasa habari nasema 24. Lakini 22 Suratul Hajj. 22:30. Lakini dhubutu wa Kristo ikifika Krismasi wao ni kupiga tu chupa. Na katika Eid hakuna kulewa, hakuna nini, kwa sababu ulevi haramu hapa duniani. Na hakuna ajali. Ajali utapata wapi? Watu wako soba. Anaendesha gari mtu ako soba. Nyinyi mnapata ajali Krismasi kwa sababu unaendesha gari wewe ni mlevi. Na ndio unaona askari Krismasi wanawekwa barabarani na aquabro. Lazima upulize kwa sababu wanajua hawa watu wanalewa hii siku. Lakini angalia inapofika Eid ya Waislamu, huwezi pata askari barabarani ati wanapuliza Waislamu hiyo kitu. Wanajua hakuna pombe kwa hawa watu. Sikiza habari nasema. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ngamia, na ng'ombe, na mbuzi, na kondoo sadaka tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hao mna kheri nyingi, basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao wasimamapo safu safu mnapowachinja, na waangukapo ubavu. Kuleni katika hao. Kwanza tunakula, ukija utatupata pale tunakula vizuri mbuzi, tena mbuzi mtamu. Sasa habari, na mlisha makafiri wanaomba au wanaorodea bila kuomba. Unasikia kuna watu ambao wanakuja hawaombi. Jirani yako unamjua huyu haombangi. Wewe unachukua mguu mmoja wa mbuzi unakuja kanga, jirani hebu chukua chemsia watoto supu. Na kuna mwingine naye anakuambia wewe ukienda kuchinja niletee kichwa, unamletea. Anachemsha, anapata kasupu na anapata nyama. Sisi tunakuwa Eid ni kwa ajili ya society pia washerekee. Haijalishi mtu ni Muislamu au si Muislamu, anapewa. Maadamu ni binadamu kiumbe cha Mungu anapewa.
Umemaliza maswali? Nimemaliza. Uko tayari kusilimu au bado? Sasa process zilikuwa zinaanzanga aje? Process ni kuamini kuwa Mungu ni mmoja na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hiyo ndio inaitwa shahada. Basi unakuwa Muislamu. Ya pili ni kusali. Kusali unapelekwa kwa msikiti, unafunzwa namna ya sala. Kusilimu unasilimia hapa, sio mambo ya kuwekwa kwa maji ama nini, hapana. Ni kusema nimekubali na moyo wangu na kutamka kwa ulimi wangu, hapana apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja ambaye ni Allah, na nimekubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, unakuwa Muislamu. Maneno machache. Unakuwa Muislamu, unakuwa ukiswali swala zako ndani ya msikiti, unafunzwa pale. Tena kufunzwa ni free. Jamia Mosque hapa wanafunza watu free of charge, dini hailipishwi. Soweto hapa wanafunza watu free. Masimba wanafunza watu free, Masimba Mosque. Kama ni Matopeni unaishi? Kama ni Matopeni pale kuna misikiti mingi, wanafunza watu wa kusilimu free, wajue dini. Uislamu sio kila siku unaelezwa, ni wewe unausoma unaujua. Sasa kuna vitu zingine ni private and confidential. Sasa labda sasa tukua wawili. Asante. Anasema hiyo labda tuonane alafu atanieleza. Hakuna shida. Basi wewe tulia alafu utanieleza. Haya brother, karibu, nafasi ya kwako. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Gordon Omaya. Gordon Omaya. Asante. Muislamu, Kristo hivi? Mkristo kamili. Mkristo kamili. Maana yake kuna Wakristo ambao ni nusu au? Kuna Wakristo kwa jina tu. So kuna Wakristo hapa ni kwa jina tu. Okay. Wewe cheka tu, labda ni wewe unaambiwa. Haya, lete swali. Niko na maswali pengine mawili. Tuanze ya kwanza alafu tuende ya pili. Tunasemanga mpola, yani pole pole. Tuanze hii ya kwanza tuende ya pili. Ya kwanza injika. Swali la kwanza, ningependa nijue dini ya Kiislamu inaongea nini kuhusu human rights? Haki za kibinadamu. Haki gani haswa? Najua haki ni nyingi. Kuna haki za kibinadamu kama saa hii tunaambiwa mwanaume aoe mwanaume mwenzake, tunaambiwa ni haki ya binadamu. Sisi katika Uislamu hiyo hakuna, hiyo sio haki. Hiyo imekatazwa katika Uislamu, hiyo ni mambo mengine. Lakini ukija hapa Kenya wanasema mwanaume na mwanamke kuoana ni haki ya binadamu. Wanasema, sikiza, ndio nataka uende specific ni gani. Wanasema my dress my choice. So mwanamke anaweza tembea uchi akitaka, kwa sababu sheria ya nchi ya Kenya haijamfunga. Ni kweli, usiseme chacha, ndio hivyo. Wako na kitu inaitwa my dress my choice. So mwanamke anaweza vaa anavyotaka, huwezi muuliza katika nchi ya Kenya. Na ukimuuliza unastakiwa na harassment na mambo mengine, utastakiwa katika koti ya Kenya. So na katika Uislamu mwanamke hatembei anavyotaka, mwanaume hatembei anavyotaka. Tumebaidiwa na sheria za Uislamu. So ni haki gani unayosema? Kwa sababu haki ni nyingi. Sasa niuliza kwa sababu time inaenda. Sasa nikisema haki, je, mwanaume na mwanamke wako na haki sawa? Hawako na haki sawa. Hawawezi kuwa na haki sawa, kwa sababu katika sheria ya Uislamu mwanaume ndiye anatoa mahari, mwanamke hatoi mahari. Anatolewa mahari mwanamke. So hawawezi kuwa sawa. So haki yao kwanza ni tofauti. Haki nyingine ni kwamba ambao sio sawa, mwanamke na mwanaume hawagawi mali ya baba yao kisawa. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke siku atakapoolewa anapewa mahari, lakini kijana akioa anatoa mahari. Sasa hawezi gawiwa the same, so hawako the same. Sasa katika swala hilo, tukirudi katika hali ya masomo, mwanaume na mwanamke wanapewa masomo sawa? Ndio. Mwanamke wa Kiislamu na mwanaume wa Kiislamu wanapewa masomo sawa sawa kabisa. Kama ni kuhifadhi Qur'ani wote wanahifadhi, kama ni kusoma sheria ya dini wote wanasoma, kama ni kusoma dunia. Tuna wanawake wa Kiislamu ambao ni madaktari wakubwa katika nchi ya Kenya, tuna mapilot katika nchi ya Kenya. Wanawake wa Kiislamu wanakubaliwa kusoma kulingana labda na uwezo wa wazazi wao, namna wanavyoweza. Nimeuliza hivyo kwa sababu kule Afghanistan wakati Taliban walipindua serikali, walipitia kwamba wanawake wote ambao wamesoma yale masomo wakainalify, na wale ambao walikuwa wamepewa kazi za juu wote wakaweza kunyang'anya kazi. Pia kule Saudi Arabia
wanawake wameanza kuruhusiwa kuendesha gari. Ni juzi tu, kumaanisha kwamba kulingana na dini ya Kiislamu kuna jinsi ambavyo imekazia wanawake sana. So nataka hebu niambie jambo kuhusu hapo. Jambo ambalo nakwambia ni moja, kama Afghanistan walifanya hivyo, hawajatumia dini, kwa sababu kitu ya kwanza, mwanamke wa Kiislamu akiwa ni mgonjwa au anataka kujifungua, sharti katika nchi ambayo ni daula ya Kiislamu aende akafanyiwe hiyo mambo na mwanamke mwenzake, mkunga wawe wanawake. Maanake sasa ndio manasi au dokta wawe wanawake. Gynecologist wale wanaenda kuangalia mwanamke sehemu zao za siri, awe ni mwanamke mwenzao, ndio sheria ya Kiislamu. Isipokuwa kwa dharura akosekane huyo daktari wa kike, ndio aingie mwanaume kwa dharura hiyo. So lazima kuwe na wasomi katika society ya Kiislamu, kwa sababu wanawake wanagonjeka, lazima watibiwe na wanawake. Na pili, mwanaume haruhusiwi kuguza mwanaume. Kwa mfano, kuguza mwanamke ambao si halali. Kwa mfano, mwanamke amefanya mauaji, ameua mwanamke, polisi wamekuja, lazima kuwe na polisi wa kike ambao watamshika huyo mwanamke wa Kiislamu. So lazima kuwe katika askari wako wanawake, kuna wanaume, kwa sababu dini inakubali. Shida iko wapi? Nimeuliza kwa sababu, je, mwanamke anaruhusiwa kuongoza wanaume? Mwanamke haruhusiwi kuongoza, mwanaume haruhusiwi. Kiongozi anakuwa ni mwanaume. Hivyo nchi ya Tanzania wanafanya makosa? Asante sana. Anauliza swali yake nzuri. Nchi ya Tanzania wanafanya makosa kuongozwa na mwanamke? Nchi ya Tanzania hawajafanya makosa, kwa sababu nchi ya Tanzania hawatawaliwi na Uislamu, hawatawaliwi na Qur'ani. Nchi ya Tanzania wako na katiba waliokaa chini wakatengeneza wenyewe. Yule Mama Samia Suluhu ni Muislamu kamili. Kabisa, Muislamu kamili. Mbona anafanya kitu ambayo anajua kwamba ni makosa? Kwa sababu hatawali na Qur'ani. Qur'ani ndio ilijamruhusu kutawala. So yeye anatawala na sheria za nchi. Kwa hivyo wewe ambayo tofauti. Kwa hivyo wewe kama Muislamu ambao unatufundisha sasa hivi, kwa sasa tunaongea kwa sababu tunaongea ya Kiislamu. Ikifika kwako unaweza anza kufanya kinyume na mambo ya Kiislamu kwa sababu uko kwako. Nimekueleza hivi. Kwa mfano, nchi ya Kenya inasema lazima tuwe na women rep. Sawa? Ni sheria ya nchi gani? Ya Kenya. Sasa ulikuwa unataka tukienda kwa Mandera ama Ethiopia, Mandera ama Garissa tuweke mwanaume katika hiyo kiti ya women rep? Nchi ya Kenya inasema ya kwamba mwanaume anaweza oa mwanaume. Wewe kama Muislamu utaoa mwanaume mwenzako kwa sababu hiyo sioi. Mimi nakuongelesha kuhusu sheria iliyoweka nchi. Wamesema waweke women rep kwa ajili ya kuangalia wanawake. Women rep hakuji kuangalia wanaume, ni representative wa wanawake katika ile nini. So yeye akija, majukumu yake anajua anawapeleka kwa wanawake. Uongozi tunaozungumzia hapa ni kwa mfano uongozi wa dini. Nyumbani kwako anayeongoza ni mwanaume, unapokuja katika dini anayeongoza ni shekhe, ni mwanaume, sio mwanamke. Ati ukapata Aisha pale kwa msikiti anaongoza wewe. Kwa hivyo haya, sheria ya Kiislamu inafuatwa kwenye dini. Sheria ya Kiislamu ina apply mahali ambapo sisi Waislamu tumefanyiwa wepesi katika dini. Kwa mfano, nchi ikiwa sasa nchi ya Kenya inatawaliwa na daula ya Kiislamu. Tukiweka daula ya Kiislamu, kwa mfano, iwe ni daula ya Kiislamu iko Kenya, kwanza ujue ufisadi imekwisha. Kwa sababu sheria ya dini ya Kiislamu, ukifanya ufisadi kuna venye unashughulikiwa. Ukifanya wizi unakatwa mkono, sio mambo ya kujaza watu huko kwa sele, huko Kamiti na wapi. Ukisikwa umezini, na kama hujaoa unapigwa bakora, unaachiliwa. Sio mambo ya kupelekwa Kamiti. Na kama umeoa unauawa, kwa sababu wewe unaleta ufisadi katika ardhi. Hiyo ndio sheria ya dini. Sio mambo ya ukiua unauawa. So hakuna mauaji, kwa sababu wewe unajua ukiua tunakumaliza, unaondoka kulingana na sheria ya dini. Lakini tuko katika sheria ambayo imekaliwa na watu wakaitengeneza. Sasa tunatii kulingana na wao venye wanaipeleka. Hapo kwa sababu ya wakati. Swali la pili. Dini ya Kiislamu
inazungumza aje kuhusu msamaha? Dini ya Uislamu inazungumza kuhusu msamaha. Qur'ani 16:126. 16. 126. Sasa tunahari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkilipiza basi lipizeni sawa sawa na vile mlivyoonewa. Kwanza Uislamu unakubali kulipiza, lakini ulipize sawa sawa na ulivyoonewa. Tupe vitu. Na kama mkisubiri maanake mkasamehe, mkasubiri. Yani msilipize. Yani usilipize. Wewe umefanywa dhuluma lakini ukasema mimi silipizi, nimesamehe. Hakika huo ni ubora kwa hao wanaosubiri. Hiyo ndio inaitwa bora zaidi. Wewe ukisamehe tunaambiwa ni bora zaidi. Kwa hivyo kuhusiana hilo, mob justice kwa Kiislamu ni haki, ni dhambi. Mob justice katika Uislamu ni dhambi. Sisi tumeambiwa kulipisha. Kwa mfano, mtu amekupiga ngumi moja, si unaenda ukilia, na wewe lazima urudishe, inaitwa self defense. Unamlima pia. Unamlima pia. Usizidishe kwa sababu amekulima moja usilime mbili. Kwa sababu huwezi limwa ngumi wewe unaenda ukilia huko kwa hii kiwanja ya Jacaranda unalia tu machozi ukienda hivyo. Ati umekimbia kwa hapana. Hakuna kuoneana hapa. Umeniweka moja na mimi nakuweka moja. Lakini ukiona huyu mtu namsamehe kwa sababu nikiweka yeye ngumi na ua, unamsamehe tu. Ni bora zaidi. Sisi Wakristo tunaamini katika kusamea. Okay. Na tunaamini katika neema. Asante, sina shida. Kwa mfano, ukipata mtu na mke wako pale kwa nyumba wanakula uroda, wako uchi namna walivyozaliwa, wako kwa nyumba yako, yani kwako wewe ndio unalipa kila kitu, unamsamehe tu, si ndio? Na unamwambia achukua hata msichana uendelee. Biblia inatuambia kwamba kuna mambo ambayo yanasababisha ndoa kutenganishwa. Sijauliza kutenganishwa, nimeuliza kusamehe. Tunazungumzia kusamehe, acha kuleta vitu mbili. Sasa unajua mimi ndo nimeleta swali na mimi nikarudisha kwako. Wacha nipe nafasi kwa sababu pia mtasema kwamba time imeenda. Na imeenda kweli kwa sababu hili wingu tunaliogopa kwa watu kunyeshewa. Usiongee nyingi sana. Sawa. Sasa iwapo umepata mwanamke wako na mtu kama huyo, tafadhali achana na huyo mwanamke. Sasa na kusamehe au utasamehe? Kwa sababu si umesema inafaa kusamehe. Si unamwambia nimekusamehe, hata kesho njoo uburudike, nikusamehe tu, si nikusamehe. Unajua kulingana na dini ya Kiislamu ina maana kwamba kulingana ninyi vile mnaileta, nikipata huyu amelala na mke wangu, niende nitafute mke wake nilale na yeye. Sijakwambia hivyo. Katika Uislamu ukipata mke wako anazini ni talaka hapo kwa hapo. Hakuna mambo ya kuongelea. Katika Uislamu hakuna mambo ya kuongelea. Na katika daula ya Kiislamu ukiwapata hivyo wanapelekwa kwa chief kadhi. Chief kadhi anatoa hukumu wauawe kama ule ameoa na huyu ameolewa. Anapelekwa kwa chief kadhi. Sasa wewe ukaniambia hapana, katika Ukristo sisi tunasamehe. Sasa nikadhani nyinyi mkipata mtu na bibi yako nyinyi huwa mnasamehe tu. Na unamwambia kesho njoo nitakuwa kazini, uendelee ule matunda upate nguvu. Swali lingine. Sasa sikiza, hiyo swali lingine utauliza tu, lakini sio saa tunahofia manake ni nini kinyeshea watu hapo hata nini. Sijui kama kesho ulize hiyo ya mwisho. Huyu Mungu wenu ni Mungu mmoja na ni Mungu ambaye anasikia, anaongea na anaona. Je, kuna scenario ambayo Mungu wenu ashawahi ongea mkasikia? Sisi tukasikia. Sasa sijui kama wewe pia unajua tit for tat. Nijibu swali langu. Basi nimekuacha. So kuja nikujibu. Unaona anauliza alafu anahepa. Yaani ananiuliza hivi, ati kama mimi nisaisikia Mungu akiongea. Mungu hajaongea na mimi direct, ameongea na mimi kupitia vitabu. Na yeye nilikuwa nataka aniambie kama amesikia Mungu wake akiongea, aniambie ni sauti ya nini. So asaelewa ndio anahepa. Sio saa imeenda. Tumeona hii nini wingu namna lilivyokaa, watu wasije wakaangukiwa hapa. So tupataneni kesho mapema inshallah na maswali mapema sana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.